Mimi hapa nilipo na simu yangu na nina namba zangu, na wewe hapo ulipo una simu yako na ina namba zako. Hazifanani kabisa na namba zangu, hazifanani kabisa. Sasa hizi namba kwa nini zimekuwa katika hali za namna hii? Raqmul hatifi huwa silsilatun munadhamatun min al-arqam, ni utaratibu au ni silsila ambayo iliyopangiliwa kutokana na namba, hasa kuanzia 0 mpaka namba 9. Yani namba yoyote ya simu inaanzia 0 mpaka namba 9 ndio mwisho. Hapo namba zinakwenda katika hali za namna hii. Taamalu ka unwanin faridin, namba hii huwa inafanya kama ni anwani ya pekee kwa kila mmoja. Namba yako ni anwani ya pekee yako, haifanani na namba ya mtu mwingine. Lakini kadhalika tumakkinu hadhihi silsilatu min tawjihi al-ittisali bid-diqa, yani inawezekana utaratibu wa hizi namba 0 mpaka 9 zina uwezo bora wa kusababisha kuwa na mawasiliano tena kwa usahihi zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii inakuwaje? Haithu yumathilu kullu raqmin farda mawdi'iyan, kiasi ambacho kila namba miongoni mwa namba zinazopatikana katika simu yako ni sehemu ya jambo zima au ya kiungo kizima cha simu yako katika hali za aina kadha. Ndio maana ikikosekana namba moja katika simu yako, utasikia maneno naambiwa kamilisha namba, au namba ulioingiza sio sahihi, kwa sababu kuna kiungo kimekosekana kinachofanya sasa kutambulika ya kwamba hii namba ni ya mtu fulani katika hali za namna hii. Lakini bainama tushakilu silsilatu biakmaliha adadan au ramzan yustakhdam liittisal abra lawhatul mafatih. Lakini kadhalika hizi namba namna zinavyokwenda huwa zinatumika kama namba zenye asili ya idadi au alama. Zinaweza kutumika kama alama ambayo inayopatikana baada ya kubonyeza kitu kinachoitwa lawhatul mafatih. Lawhatul mafatih ni kile kitufe kinachokuambia piga, na huku kuna kitufe kinakwambia cancel. Sasa unaweza ukacancel au ukapiga kama unataka kupiga. Basi baada ya kupiga pale utaona katika simu yako kuna kama vijimshale vinakuonyesha kuna kitu kinatoka katika simu yako. Sasa hii ilmu nataka tuitazame vizuri kwa ufasaha wa hali ya juu, ili twende tukaone pia zile namba zinazopatikana katika jina lako zinafanya hiki ambacho kinachofanywa katika simu yako. Lakini haya yatatambulika kwa nani? Liulil albabi, kwa watu wenye akili sawa sawa, ambao wametuliza akili zao na Mwenyezi Mungu akawajalia taufiki, ndio watayatambua haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumeona katika namba za simu inaanza 0 mpaka namba 9. Twende sasa katika namba za jina lako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka leo tumepata ugeni mkubwa kabisa katika jukwaa letu. Kuliani kwangu hapa nikiwa na mzee Kambi, tunaomba Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu kabisa. Hamna apate miaka 350 mpaka 400. Semeni amin. Taib. Lakini kadhalika kushotoni kwangu hapa ninaye mwamba chuma cha Mjerumani. Huyu ndiye mwenyewe kabisa Mazinge, Profesa Mazinge. Maana kuna Mazinge wengi sana wamezaliwa katika zama za sasa, lakini huyu ndio mwenyewe hasa. Yani ndo role model wao ndo huyu.
Kwa hiyo insha Allah tunaye leo katika jukwaa letu, na tumepata mambo makubwa kabisa. Ametuhusia katika mazuri sana, kama jinsi ambavyo tumepokea wasia pia kutoka kwa Sheikh wetu Mzee Kambi. Katupa wasia mzuri sana, hasa kwa vijana na zama za sasa. Yani tumeelezwa vizuri kabisa kwa ufasaha. Wazazi ni watu bora sana, wanatakiwa tuwazingatie, na ndivyo hasa inatakiwa tuwazingatie wazazi, lakini kadhalika inatakiwa tuwaheshimu na tufate utaratibu ulioelekezwa na wazee wetu. Ni kweli zamani ilikuwa hivyo, mtoto wa nyumba hii ni mtoto wa mtaa mzima, ilikuwa hivyo. Lakini kwa sasa subhanallah, kila mtu na mtoto wake. Ukimgusa mtoto wa mtu unatafuta matatizo. Sasa hii ni hatari sana. Kwa hiyo inshallah wasia wa mzee wetu tunaufanyia kazi, na inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kabuli na ijaba na tuweze kufuata wasia huu, ndugu zangu. Lakini kadhalika akatuasa Sheikh Mazinge kutokana na matumizi ya mkono wa Idi. Mkono wa Idi ndio mpango mzima, kwa sababu unakufanya kuwa imara zaidi pale nyumbani, na inshallah na watoto wengi wamepatikana kwa kupitia mkono wa Idi. Yani kuna watu sasa hivi wanataraji kupata watoto, wapo katika hatua zile za kupata watoto, kwa sababu mkono wa Idi umefanya vizuri nje ya Tanzania na ndani ya nchi ya Tanzania. Tunasema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu, katika jukwaa letu hili la siku ya leo nitaleta kwako darsa lenye anwani inayosema tawafuqul asma'i fil alaqat, kwa maana kuwafikiana au kukubaliana kwa majina, na hasa katika sala zima la kimahusiano. Je, hili jina linawezaje kusababisha suala la kimahusiano? Lakini nataka tuone ilmu nzito mno, sayansi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ndani ya Qur'ani, alafu wakapatikana watu wakaivuna ile sayansi wakatutengenezea hizi simu na mfano wa haya. Ndio yale yaliyo ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, alafu wakawapumbaza baadhi ya watu na kuambia ilmu hii ni ilmu isiyotakiwa. Hapa nataka tuwe makini sana katika hili, alafu tutaona mambo makubwa kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, kimaarifa tunasema yatimu jam'u alqiyam aladadiyati lismi shakhsi thumma jam'iha ma'a qiyam ismi sharike. Nataka hapa tutazame sayansi ya hali ya juu. Ikiwa wewe mahala hapo ulipo, kama kuna mtu unataka kufanyia kazi zako kwa ufasaha, linawezekana. Na kama kuna mtu unataka umuoe ila anarukaruka, inawezekana ukamuoa. Na kama kuna mtu, kwa dada zangu na mama zangu, umempwenti unataka kuoe, lakini ana tabia ya kukimbia na kurukaruka, huyo tunataka haraka sana aoe biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ndio nakupa kodi hivyo na nakupa utaratibu biidhnillah subhanahu wa ta'ala kupitia katika sala la kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hatutaki watu kurukaruka hapa, tunataka wawe katika ndoa, tunataka watu wawe katika majambo yao yaende sawa sawa kwa taratibu za kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kimaarifa tunasema yatimu jam'u alqiyam aladadiyya, inawezekana mtu akakusanya hisabu idadi lismi shakhsin, tena jina la mtu, thumma jam'iha ma qiyam ismi sharik, kisha baada ya kuzikusanya zile idadi au hisabu za jina la mtu, kisha akazikusanya zile hisabu na kuzijumlisha na jina la yule anayemtaka kwa nia ya kile anachokitaka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kisha wayustakhdamu hadha fi dirasati tawafuqi fil hubbi wazawaj. Lakini mara kadhaa taratibu hizi zina uwezo wa kutumika, yani fitawafuki, katika sala la muwafaka. Labda kuna mtu na mwenzake wamegombana, wamehtilafiana, tunataka sasa hawa sulhu ipatikane na wao waishi kwa pamoja. Au kuna mtu na mumewe au na mkewe wamehtilafiana,
tunataka sulhu baina yao. Mwenyezi Mungu ajalie yani wawe mahala pamoja, na mizozo, magomvi na mfano hayo viweze kuondoka na amani iweze kudumu katika nyumba hiyo. Hapa inawezekana kufanyika kwa utaratibu huu fil hubbi wa zawaj, hasa katika sala la kimapenzi na hata suala la kindoa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Buni, hapa ndipo ambapo aliposema mwanachuoni mmoja anaitwa Ahmadul Buni qaddasallahu sirra. Mwamba huyo anasema wala tadhunnu anna sirra alhurufi, na wala usidhani ya kwamba siri ya harufi zinazotamkia jina lako mimma yutawassalu ilayhi bilqiyasi alaqili, usifikiri ya kwamba haya yanafanyika kwa vipimo vya kiakili tu, la wa innama huwa bitariqi almushahadati wa tawfiqi alilahi, hakika haya yote yanafanyika kwa njia ya utendaji wa hizo herufi zenyewe. Yani watu wamefanya tajribi, kwa maana wamefanya tafiti zile, wakafanya majaribio majaribio yale yakaleta natija. Na mimi hapa nitakupa maelekezo, alafu utafanya hayo maelekezo, utaona natija hiki tunachokisema biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, wa tawfiqil ilahi, na haya yanakwenda pia kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani Allah akikupa tawfiki ukayajua masala haya, basi kila kitu kinakaa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa nataka tukompea baina hizi ilmu mbili, alafu nikupe kitu kimoja kikubwa mno kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nipo na mzee wangu hapa, mimi natiririka tu seweni la ilaha illa Allah. Raqmul hatifi, kwa maana namba za simu. Hapa ndo naanza sasa kutirika katika swala la kiilmu. Sasa tuone wewe hapo ulipo, kama unamtaka mtu awe Ulaya, awe Amerika, awe atakapokuwa, ukitaka aje haraka sana anakuja tawan wa karaha. Yani ni vile vile kama alivyofanya Asif ibn Barkhia alipokitoa kiti cha Malkia Balqisi kutoka Yemen na kikaenda wapi? Palestina. Ndio hivyo hizi ni ilmu na ni taaluma ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, lakini liuli albabi, kwa watu wenye akili yenye muono wa mbali. Lakini ukiwa ni mtu ambaye una akili ya muono wa karibu, darasa hizi na ilmu hizi kwako zinapita mbali sana. Ndio Ibnul Qayyim al-Jawziyya ana maneno, anasema sio kila mtu anaweza kujua asrari al-Qur'an, siri za Qur'an. Si kila mtu, hata asome ana majisteri ana namna gani, ana majisteri, lakini maadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakufungulia kuijua siri ya Qur'an, utabaki kutazama tu herufi za Qur'ani, lakini siri ya herufi zilizo ndani ya Qur'ani itabaki kuwa ni giza kwako katika hali za namna hii. Sasa raqmul hatifi, namba za simu, iko hivi. Mimi hapa nilipo na simu yangu na namba zangu, na wewe hapo ulipo una simu yako na ina namba zako. Hazifanani kabisa na namba zangu, hazifanani kabisa. Sasa hizi namba kwa nini zimekuwa katika hali za namna hii? Raqmul hatifi huwa silsilatun munadhamatun min al-arqam, ni utaratibu au ni silsila ambayo iliyopangiliwa kutokana na namba, hasa kuanzia 0 mpaka namba 9. Yani namba yoyote ya simu inaanzia 0 mpaka namba 9, ndio mwisho. Hapo namba zinakwenda katika hali za namna hii. Taamalu ka unwanin faridin, namba hii huwa inafanya kama ni anwani ya pekee kwa kila mmoja. Namba yako ni anwani ya pekee yako, haifanani na namba ya mtu mwingine. Lakini kadhalika tumakkinu hadhihi silsilatu min tawjihi al-ittisali bid-diqa, yani inawezekana utaratibu wa hizi namba 0 mpaka 9 zina uwezo bora wa kusababisha kuwa na mawasiliano tena kwa usahihi zaidi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii inakuwaje? Haithu yumathilu kullu raqmin farda mawdi'iyan, kiasi ambacho kila namba miongoni mwa namba zinazopatikana katika simu yako ni sehemu ya jambo zima au ya kiungo kizima cha simu yako katika hali za aina kadha. Ndio maana ikikosekana namba moja katika simu yako, utasikia maneno naambiwa kamilisha namba
au namba ulioingiza sio sahihi, kwa sababu kuna kiungo kimekosekana kinachofanya sasa kutambulika ya kwamba hii namba ni ya mtu fulani katika hali za namna hii. Lakini bainama tushakilu silsilatu biakmaliha adadan au ramzan yustakhdam liittisal abra lawhatul mafatih. Lakini kadhalika hizi namba namna zinavyokwenda huwa zinatumika kama namba zenye asili ya idadi au alama. Zinaweza kutumika kama alama ambayo inayopatikana baada ya kubonyeza kitu kinachoitwa lawhatul mafatih. Lawhatul mafatih ni kile kitufe kinachokuambia piga, na huku kuna kitufe kinakwambia cancel. Sasa unaweza ukacancel au ukapiga kama unataka kupiga. Basi baada ya kupiga pale utaona katika simu yako kuna kama vijimshale vinakuonyesha kuna kitu kinatoka katika simu yako. Sasa hii ilmu nataka tuitazame vizuri kwa ufasaha wa hali ya juu, ili twende tukaone pia zile namba zinazopatikana katika jina lako zinafanya hiki ambacho kinachofanywa katika simu yako. Lakini haya yatatambulika kwa nani? Liulil albabi, kwa watu wenye akili sawa sawa, ambao wametuliza akili zao na Mwenyezi Mungu akawajalia taufiki, ndio watayatambua haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa tumeona katika namba za simu inaanza 0 mpaka namba 9. Twende sasa katika namba za jina lako. Yatimu taalifu hisab al-insan, kimaarifa huwa yani inatimia katika uandaaji wa zile yani herufi za jina la mwanadamu. Walhurufu abra tahwili hurufi ismihi ila arqami, na hii inakwenda sambamba kutokana na kubadilisha herufi za jina la mtu kubadilika kwenda kuwa namba biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano mimi naitwa Yusuf, herufi zangu zinaweza zikabadilika zikaenda kuwa namba. Kisha baada ya hapo sasa yustakhdamu hisabul jumal. Sasa hapa hutumika vitu vinavyoitwa hisabul jumali, kwa maana hisabu ya jumalun kabirun au jumalun saghirun, na hii inatokana na masafa. Jumalun saghirun kwa masafa mafupi na jumalun kabirun kwa masafa marefu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Maana yake kama wewe utakuwa unamhitaji mtu na mtu huyo yupo katika maeneo ya mbali au nchi za mbali, kinachotakiwa ni wewe kuyajua masafa yake. Baada ya kuyajua yale masafa yake, utaingiza namba zinazomuhusu mtu huyo, itaita simu yake pale alipo biidhnillah. Kwa mfano labda mtu yupo Australia, ili umpigie simu yako lazima kuna yale masafa ya Australia uyaweke. Usipoyaweka yale masafa ya Australia, maana yake itaita humu ndani na atapokea mtu na atakwambia kwamba mimi sikujui wewe nani? Ndio unamwambia nimekosea namba. Kwa sababu gani? Masafa uliyoweka wewe, unamtafuta mtu yupo Australia, lakini masafa uliyoweka ni ya Tanzania, maana yake umeweka masafa mafupi. Basi ndio hivi kama kuna mtu wewe unamtafuta, lazima ujue mahala alipo, yupo katika sehemu ya masafa marefu au yupo sehemu katika masafa mafupi, ili kadhalika utege yale mawimbi yake kwa kutumia masafa mafupi ikiwa kama yupo karibu, au masafa marefu ikiwa kama yupo mbali biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ilmu ni ilmu adhim sana, yani mtu yote ukimtaka anakuja tu mzee, anakuja kabisa. Thumma jami'iha wa takhtasiruha, kisha baada ya hapo utazikusanya zile hisabu. Sumeshabadilisha kutoka kuwa herufi, sasa zimekuwa namba. Zile namba kisha utazikusanya, alafu utazifanya tafsiri utazidhibiti. Tabia zile namba huwa zina tabia ya kucheza, yani zina tabia ya kukimbia. Sasa unazidhibiti zile namba biqismatiha au jami arqamiha, kwa kuziweka katika utaratibu uliokuwa sawa kabisa. Unadhibiti vizuri. Hapa sasa unazidhibiti ili ziweje? Liusuli ila raqmi farda, ili zifikie katika namba zinazoitwa nini? Farda. Kama kule kwenye simu tumeona kuna namba zinazoitwa farda ambazo zinaanzia 0 mpaka 9, na hapa kwenye jina lako kuna namba zinaitwa farda ambazo hizo zinaanzia 1 mpaka 9. Unaona majambo? Yani ilmu kule katika simu ni 0 mpaka 9, lakini huku katika majina ni 1 mpaka 9 biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii 1 mpaka 9 inatengeneza nini katika jina la
huyu mwanadamu yumathilu taqata al-ismi abra tahwili taqati al-huruf. Hii sasa inaanza kutengeneza nishati, yani maana yake sasa hizi namba zinatengeneza mifumo ya kiumeme pamoja na energy za aina moja au nyingine. Katika hali ya namna hii sasa, huyu mwanadamu mahala popote alipo unaweza kumpata biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ndio ile ile, yani kama jinsi ambavyo una uwezo wa kupiga simu ukampigia mtu akapokea, ukaanza kumshawishi kwa maneno yako, ndio hivi hivi unaweza kutumia namba za jina lake na yakatoka huko alipo akaja mahala ulipo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni ilmu zetu ambao bila shaka kuna baadhi ya wataalamu walizitazama ilmu hizi, walipoona kwamba ni ilmu kubwa sana na zina manufaa makubwa, wakaona tunafanyaje kuwalaza hawa mabwana walale usingizi alafu sisi tuivune kwa njia nyingine. Wakapenyezwa kundi la watu likaja likaanza kuitangaza ilmu hii, likaita nini? Shirki, likaita ushirikina. Baada ya kuita ushirikina, wao wakazunguka kwa njia nyingine, wakaivuna ile ilmu, wakatutengenezea vyombo, alafu wanatuuzia kwa bei kubwa ilmu ile ile ya kwetu, lakini tumezungukwa mbuyu hivi. Yani ni hatari sana jamaa. Yani hii simu inafanya haya yote ambayo tunayoyasema hapa, inafanya kila kitu na ina kila kitu, yani jina lako wewe na kila kitu kinachopatikana ndani ya simu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini panahitaji mtu akae kwa muda mrefu katika maalumati ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Hapa sasa, jina lako unawezaje kulibadili likatoka kuwa herufi na ikaja kuwa namba? Na kwenda haraka haraka hapa nataka nikueleze mkasa mmoja mzito ambao tumewahi kuufanya sisi kupitia katika ilmu hii. Yani ukiwa na ilmu ya energy mzee, vitu vyote vinakuwa vyepesi kabisa, hasa ukipita katika zile njia, mambo yanakuwa sawa sawa. Tunasema yuhawalu kullu harfin fil ismi ila qimatihi al-adadiyya, yani kila herufi ambayo miongoni mwa herufi zinazopatikana katika jina lako zina uwezo wa kubadilishwa kwenda katika mifumo ya kinamba. Kwa mfano, alifu au A ni namba 1, B ni namba 2, utakwenda hivyo hivyo, jim ni namba 3, utakwenda mpaka unafika mwisho, zile namba unakuwa umezipata zinazotengenezea herufi za jina lako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Thumma yujma'u natiju, kisha baada ya hapo utajumlisha, alafu utapata nini? Natija. Sasa wataktasiru liyakuna baina 1 wa 9, alafu utaidhibiti iwe baina ya namba 1 na namba 9 tu biidhnillah, isizidi hapo, baina ya namba 1 na namba 9. Ningefanya mfano baina yangu mimi na mke wangu ambaye anaitwa Sharifa, lakini nina hofu kwa sababu mtu akishajua zile namba ni rahisi pia kuzichezea ni rahisi kuzichezea zile namba akawatoa kwenye reli kwa hiyo kuna siri zingine zinabakia kuwa zile maalum sana aywa katika hali za namna hii. Sasa baada ya kubakia katika namba 1 mpaka namba 9, ya'taqidu almushtaghiluna bihadha alilmi, wataalamu katika ilmu hii wanasema anna alharfa huwa aljasadu, herufi zinazotamkia jina lako ndio mwili wenyewe. Ndio maana leo ukimwita mzee wangu hapa, mzee Kambi, atakuja yeye kwa sababu herufi zinazotamkia jina lake ndio mwili wake. Lakini kadhalika waraqma huwa ruhu, na namba ambayo inapatikana katika zile, yani zile herufi zake ndio roho yenyewe, yani wataqatul muharraka. Lakini kadhalika na ile energy yenyewe, anaweza kutembea, anaweza kusema, anaweza kukaa, anaweza kufanya. Hii ndio inaitwa nini? Injini yenyewe inayoendesha masala haya. Kwa hiyo jina limesheheni majambo haya, lina energy, jina yani lina kila kitu, lina mwili, lina kila kitu. Mambo yamekaa katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hili tumewahi kulifanya jambo la namna hii miaka kadhaa iliyopita. Nafikiri mwaka wa 96 kama sijakosea, kulitokea wakati wa uchaguzi wa Rais Mkapa. Kuna wakati palitokea machafuko sana Pemba huko, watu walipigwa sana, wengine wakakimbia nchi. Sasa miongoni mwa wale ambao walokimbia nchi yupo ndugu yetu mmoja alikuwa anaitwa Shaabani. Yeye namtaja sababu namudu. Huyu bwana Shaabani yeye alienda Ujerumani. Alipofika pale Ujerumani katika kambi ya wakimbizi akiwa na wenzake. Sasa vijana wakati wanatafuta maisha kama jinsi ambavyo tunaofahamu,
Kafika kule sasa, atafanyaje ili maisha yaweze kupatikana? Yeye yupo katika kambi ya wakimbizi. Basi kila wakaona njia nyepesi ya sisi kusurvive katika maisha ni kutafuta wanawake. Baadhi ya vijana wakapata wanawake wa Kijerumani, wakawatoa mle katika kambi, wakaenda kuanzisha maisha yao mengine huko nje. Basi akawa amebakia Shaabani pale. Shaabani yule wenzake wakawa wanamwambia, bana, tafuta mtu akutoe humu, kwa sababu ukiwa humu katika kambi hii ni vigumu wewe kupata kazi ya maana, ni ngumu sana kupata kazi ya maana. Sasa yanasema Shaabani akafanya ujanja huku na kule, akampata mwanamke mmoja, lakini bibi kizee, mtu mzima. Lakini kisha akawa anamwambia mara kwa mara, naomba nifanyie mpango basi mimi nitoke humu. Yule bibi kizee akawa anamwambia, usiwe na shaka, mimi nitakutoa. Lakini natija aliyoipata kwa yule mama ni kumfundisha Kijerumani kwa ufasaha. Akajua kuongea Kijerumani, tena kwa muda mfupi tu akajua kuongea Kijerumani. Wenzake wakawa wanamwambia, achana na huyu mama huyu, tafuta mtu ambaye atakayekutoa humu ndani. Basi huku na huku Shaabani akampata binti mmoja anaitwa Monika. Wakati huo Monika huyu ana miaka 19. Yaani mkasa unasisimua kidogo. Katika kuongea naye yule Monika akamwambia, sawa, hamna shida, mimi niko tayari kutoa humu. Akamtoa kweli mle. Wakaanza kuishi naye. Huku anatafuta namna ya kupata kazi, angalau maisha yaende. Sasa katika grupu lao lile kulikuwa na Wakongomani, na yule Monika ni mtu ambaye anapenda sana kupiga gitaa kanisani na hivi, kwa hiyo anapenda sana masuala ya muziki. Kwa hiyo wale Wakongomani na wenyewe ndio wataalamu wa muziki, kwa hiyo wakawa wanamvutia kutokana na namna majambo anayoyafanya. Sasa akawa anajisi kama kutaka kuachana na Shaabani hivi, alafu mambo yakawa yanakwenda hivi. Sasa yule Shaabani akawa anampa yule Monika misimamo, bwana, hebu kuwa hivi, achana na watu hivi. Sasa yule binti akawa anamsikiliza Shaabani. Wale Wakongomani wakaona cha msingi hapa ni kumtengenezea fitna huyu jamaa atimuliwe hapa. Akatengenezewa fitna, kaambiwa kwanza huyu anaishi Tanzania na Tanzania hakuna vita. Yeye kawaje mkimbizi huyu? Basi Shaabani kweli akafuatiliwa, akarudishwa Tanzania. Baada ya kurudishwa hapa sasa ndio anakuja Shaabani, anakutana na sisi, anatuambia, Sheikh bana, mimi nimerudishwa, lakini lau kama inawezekana likafanyika jambo, Monika akatoka kule Ujerumani akaja hapa, kisha akafika hapa akaslimu, kisha nikamuoa, basi nitakuwa na nafasi nzuri ya kurudi kule Ujerumani tena kifua mbele. Tukamwambia hilo tu, jina lake si linajulikana vizuri kabisa, basi imekwisha hiyo, tuna ilmu ya energy mzee, hiyo inawezekana kufanyika. Basi tukafanya lile jambo, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne hivi anapigiwa simu na Monika. Monika anamwambia, mimi nimechukua likizo na wiki ijayo mimi nakuja Afrika, tena nakuja hapo Dar es Salaam Tanzania. Allahu Akbar. Sheikh Sabas al-Kubra anakumbuka hili, na hata Sheikh Rajab amiri wa umoja wa hadhiri anakumbuka hili suala. Basi baada ya pale imepita kama siku 3-4, akaja tena yule bwana Shaabani. Sheikh, huyu bwana ameniambia, huyu bibi ameniambia anakuja, anachukua likizo, anakuja wiki ijayo, lakini siamini. Niambia, wewe amini bwana, tushafanya jambo, atakuja kweli, wala hamna shida hiyo. Na hii ni nini? Ni taka, ni energy tu baina ya jina la Shaabani na jina la Monika. Energy tu, wala hakuna kitu kingine. Sije mtu akwambia kuna uchawi pale, si kuna jini, kuna shetani. Hakuna cha jini wala shetani, ni ilmu ya kawaida kabisa. Na hizo ni mifumo ya energy, ni mifumo ya kiumeme na nishati tu, ambao zikiwa sawa sawa mambo yanakwenda katika hali iliyokuwa vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi siku ile imefika kweli, Monika katua hapo Mwalimu Nyerere. Jamaa kaenda kumpokea. Stendi ya kwanza anamfikisha moja kwa moja kwetu. Kabla ya kwenda naye mahala popote, moja kwa moja alikuja naye kwanza mpaka kwetu. Alipofika pale yule binti tukamwambia, vipi, uko tayari kuslimu? Akasema niko tayari. Tukamsilimisha, na jina tulimpa jina, anaitwa Khadija. Baada ya pale, na tena wakati huo amekuja amevaa nguo kifupi sana. Wa kwanza aliyomvalisha nguo za Kiislamu alikuwa ni mkwewe Sheikh Rajab Salum.
Bibi Amina ndio alomvalisha nguo za Kiislamu. Yule binti akawa anafurahi kabisa kwa kuona vile amevaa zile nguo za Kiislamu. Kisha baada hapo tukamwozesha. Baada ya kumwozesha akakaa kama wiki moja, yeye akarudi zake Ujerumani, Shabani akabakia hapa. Akamfanyia mpango ndani ya wiki mbili, Shabani naye akaondoka zake akaenda zake Ujerumani. Ni ilmu zetu hizi jamani. Hizi ni ilmu. Wala hakuna masala ya sihiri, sijui kuna uchawi, sijui hakuna. Ni kama jinsi ambavyo unavyoona, jinsi unavyoweza kutumia simu yako ukapiga ikaenda ikapokelewa. Nini kinachounganisha hapa? Kinachounganisha wewe uko hapa Tanzania unampigia mtu yupo Australia anapokea anaongea, kinachounganisha ni nini? Hapa usemi kama uchawi, unasema umeme kwa sababu hii simu unajua sawa ni simu chaji. Na chaji. Kwa hiyo hizi ni ilmu ambazo zinataka ulul albab, watu wenye akili sawa sawa ambao wana uwezo wa kukaa na kutafakuri katika hali za namna hiyo. Sasa namalizia kwa hali ya ifuatayo. Unajua, na hata unapopiga hii namba, yani mawimbi yale yanapokuja huwa yanachukuliwa katika vitu vinavyoitwa al-aslaki, na mawimbi haya yanakuja katika mfumo wa 01 01 01 01, yanakwenda katika burujul ittisal, kwa maana mnara ambao ulio karibu na wewe mahala ulipo. Alafu ule mnara ukishapokea unabadili yale mawimbi, yanakuwa alkahru maghnatisia, yanakuwa katika mfumo wa umeme wenye asili ya sumaku. Yani umeme wenye asili ya sumaku ndio unakuwa katika hali za namna hiyo. Alafu sasa ile microphone ya simu yako inachofanya inabadili yale mawimbi kuwa mawimbi yenye asili ya mvumo, mngurumo na mawimbi. Inachofanya inabadili kuwa sauti inayosema au inayosikika na ikatafsirika hiki ni kitu fulani kinachozungumzwa. Hizi ni ilmu tu ndugu zangu katika hali za namna hii. Kwa hiyo jina lako lina uwezo likawa limebeba mazuri mengi sana, lakini hujui jina lako limebeba nini. Ewe ndugu yangu, inawezekana mafanikio yako mengi sana yanapatikana kupitia katika jina lako, na maharibiko yako mengi sana yanaharibika kwa sababu ya jina lako. Lau kama utajua zile energy za jina lako, wakati gani zinashuka ili zipande ziwe katika hali iliyokuwa sawa sawa, na ni wakati gani zinapoteza mwelekeo ili ziwe katika hali ambayo ilikuwa sawa sawa, kila kitu kingekuwa kinakaa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tunajua haya, mtu anajua tu jina lake namna anavyoitwa basi imekwisha, lakini hajui energy ya jina lake. Unajua kuna zile herufi za kwanza za jina ambazo tunaziita nini? Hijru zawiya au hujuru zawiya, ni herufi ya kwanza. Hii imebeba maalumati makubwa sana. Alafu kuna herufi ya mwisho, hii ndio imebeba future ya mambo yako yote. Yani kuna mtu ana mipango mizuri sana, lakini mipango yake kila wakati inaharibika. Umeshachezewa herufi ya mwisho tu ya jina lako. Sitaki kurudia mkasa ule wa Omani. Sheikh Hussein, wewe unakumbuka na unajua, wa mgonjwa ambaye alipata maradhi akitibiwa sana huku na kule, lakini mwisho wa siku ikawa shida. Lakini kumbe kuja kutazama ni zile herufi za jina lake ndio zimechezewa. Biidhnillah subhanahu. Sasa kurudia huo mkasa kwa sababu tulishaueleza sana kutokana na majambo jinsi alivyo. Kwa hiyo jina lina uwezo wa kujaa wa kusheheni mafanikio, na jina lina uwezo wa kusheheni maharibiko. Lakini kama kuna watu wabaya wana uwezo wa kuchezea majambo. Na hapa ndo panapatikana vitu vinavyoitwa vijicho na hasadi. Yani mtu akutazama kwa jicho baya ana uwezo wa kuharibu energy yako. Mtu akutazama kwa hasadi ana uwezo wa kuharibu energy yako, ukajikuta unaharibikiwa. Sasa wewe hapo ulipo upo katika hali ya namna gani? Mwisho kabisa ndugu zangu, nataka nikwambie jina lako lina vitu vingi sana. Yani kuna vitu katika simu yako vinavyoitwa shabakatul alyafi dhawia, yani mobile switching center, na jina lako liko hivyo hivyo, ina namba maalum kabisa ambayo hiyo ni center maalum. Mtu akijua hiyo anaweza akasuluhu majambo yako, au akijua anaweza akakuharibia majambo yako. Hizi ndio maana Mwenyezi Mungu akaziweka kuwa nini? Ni siri. Sio kila mtu atajua. Lakini kadhalika kuna fi ismika naqlu albayanat,
Lakini katika jina lako vile vile katika simu yako kuna vitu vinavyoitwa data transmission, na jina lako liko hivyo hivyo lina vitu vinavyoitwa data transmission hivyo hivyo. Sasa ikoje, inapatikanaje, kwa utaratibu gani? Yani mimi ningeweka mifano hapa ya jina langu, lakini nahofia, ila katika jukwaa lijalo nitaweka mifano ya mtu mmoja, nitamtaja hatua alafu nitaweka mifano ya hatua pale. Tunakwenda sawa? Kwani nikiweka mifano ya hatua kuna ubaya? Ya kwangu mimi siweki, ila ya hatua nitaweka. Lakini kadhalika kuna katika jina lako kuna vitu vinavyoitwa ittisalun khalawi, kuna base station. Katika jina lako lina base station. Yani kuna vinani vingi sana vinavyokuhusu wewe kupitia katika jina lako. Lakini je, haya unayajua? Ndio tunataka tunakuja kuelekezana hapa. Wallahi ukiyajua haya una uwezo wa kufanya mambo yakawa mepesi sana. Mepesi, lakini sio rahisi. Panahitaji upoteze wakati, muda wa kutosha ili kuyafikia hayo. Lakini fi ismika raqmu raisi, lakini katika jina lako kuna vitu vinavyoitwa extension. Lipo katika jina lako kama unavyoona katika simu yako, na katika jina lako liko hivyo hivyo. Lakini katika jina lako kuna vitu vinavyoitwa yani kuna vitu ambavyo vinavyoitwa albayanat. Wallahi ni hatari sana Sheikh. Yani ndio inayopokea mawimbi ya energy ya jina lako na ndio inatuma mawimbi ya energy ya jina lako. Ndio maana leo wewe ukiwa mahala utapokuwa mtu mwenye ilmu ya energy. Si unaona hapa jinsi tulivyo sisi hapa. Alafu tukaondoka sote hapa. Akija mtu mwenye taaluma na maalumati katika masala ya taka, ana uwezo wa kuchora michoro yote hivi vitu tulivyokaa, na wakati sisi hatupo, yote michoro akachora kabisa, na hivi tulivyokaa, na tena na sura zetu kabisa zikaonekana. Sasa huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Ilmu tu hizo, sio uchawi. Sasa kuna watu wanadanganyana sema ule uchawi. Hakuna uchawi hapo, ilmu tu shekhe. Sasa na ile Asif ibn Barkhia katika zama za Suleiman bin Daudi anatoa kiti cha Malkia Balqis kutoka Yemen kwenda wapi? Kwenda Palestina. Yule naye aliroga vipi? Si ilmu tu ile. Tena Mungu anasema waqala man indahu ilmun min alkitabi. Tena Mwenyezi Mungu anasema, na akasema yule ambaye ana ilmu ya kitabu, mimi nitakuletea kiti cha Malkia Balqis kabla an yartadda ilaika tarfuka, kabla hujapepesa jicho. Wa inni alayhi, hakika na mimi kutokana na kukileta kitu hicho ni jambo jepesi sana. Afrit min aljinni alisema mimi nitakuletea kiti cha Malkia Balqis kabla hujasimama. Yani kitendo cha kusimama hivi unainuka mpaka unafika sawa sawa kiti kishafika. Mwanadamu akasema huyu anachelewa sana, mbali sana hapo. Mpaka usimame hivi ufike sawa sawa, mbali sana hapo. Muda mrefu sana kapoteza bure tu. Sasa mimi nitakileta hicho kiti kabla yartadda ilaika tarfuk. Unajua kuna ilmu inaitwa ilmu tayi, ilmu ya kukunja ardhi. Ndio. Kwani yale mambo mlikuwa mnasikia kwamba kuna mtu unatoka wewe hapa unakwenda Kigoma mathalan, unamkuta yeye kaishafika. Wewe unafikiri ni nini? Kwamba eti ni uchawi karoga? Wala hajaroga. Ni ilmu tayi. Ni namna ya kuikunja ardhi tu. Ni sawa na mimi leo wewe una uwezo wa kuikunja ardhi kwa sauti yako. Hii simu yako uliokuwa nayo fasta tu dakika 2 kaongea na mtu yupo Kigoma, si ndio? Sasa umefika saa ngapi kwa Kigoma kuzungumza naye? Hiyo ni tayul ardhi, ardhi shakuwa ndogo, ndio maana yake. Maalumati yapo. Inshallah tuishi hapo. Naomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Ndugu zangu, hii ilmu ni pana, ni ngumu na inahitaji utulivu wa hali ya juu kabisa. Inshallah katika jukwaa lijalo tutaeleza baadhi ya mifano, alafu tutakuja kutazama mawalidul ashhur. Kwa wale watu ambao wanaozaliwa katika miezi kadhaa, aliozaliwa mwezi wa kwanza anakuwaje? Kwa sababu nyewe mnaoa sana nyinyi. Lakini inawezekana mke unayemuoa mnakuwa mnakosa maelewano, lakini kumbe unashindwa kujua zile nyakati za kuzaliwa kwake na nyakati za kuzaliwa kwako zinakinzana. Ukijua utajua kumbe naishi naye vipi, kwa utaratibu gani. Hizi ni muhimu sana. Wewe uliozaliwa mwezi wa kwanza wewe upoje? Uliozaliwa mwezi wa pili upoje? Wa tatu upoje? Na hizi ni hasba mimma iqtadatuhu tajriba. Hii inatokana na tafiti namna zilivyofanywa na watu wakabaini hayo. Sio ghaibu. Hakuna mtu anaweza kujua ilmu ya ghaibu mzee. Wala ya'lamul ghaiba
illahu, Mwenyezi Mungu anasema hakuna anayejua ghaibu isipokuwa ni yeye. Ukiona kuna kitu kinajulikana, hicho sio ghaibu. Ukiona kuna kitu watu wanakijua, wallahi hiyo sio ghaibu. Kuna watu wanasema nataka kujua ghaibu ya Mungu. Mungu mwenyewe anasema wala ya'lamu, tena ametumia harfu nafi. Kuna harfu nafi na harfu nahi. Harfu nahi ni harfu ya kukataza na harfu nafi ni harfu ya kukataa. Ukisikia ukikataza, manake unakataza kinachowezekana, lakini ukisikia kukataa, manake unakataa kisichowezekana. Ndio maana yake harfu nafi. Kwa hiyo ametumia harfu inayokataa kwamba hakuna yoyote anaweza kujua ghaibu isipokuwa ni yeye. Sasa ukiona kitu kinajulikana, sio ghaibu hicho. Zamani watu walikuwa wanasema miongoni mwa ghaibu ya Mwenyezi Mungu ni mtoto akiwa tumboni, huwezi kujua ni jinsia gani. Sasa hivi watu hawajui kama mtoto akiwa tumboni. Wanajua kabisa kwamba huyu ni mwanaume, wanajua na huyu ni mwanamke. Lakini kumbe ghaibu ambayo ilokusudiwa akiwa tumboni ni nini? Ni katika kila mimba 100 kuna mimba moja inatunga nje ya fuko la uzazi. Na katika kila hii mimba moja, katika hizi mimba 100 ambazo zinazotunga nje ya fuko la uzazi, ni moja tu ndio inaweza kuzaliwa ikiwa salama. Hiyo sasa ndio haijulikani ni ipi katika hizi 100 zilizotunga nje ya fuko la uzazi. Ndio ghaibu anayokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kujua eti ni mwanamke au mwanaume, watu wanajua kabisa vizuri. Wazi kabisa wanajua. Kwa hiyo inshallah tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Inshallah, na mwisho kabisa niseme ya Rabbi atujalie kheri. Hapa ndugu zangu, nao huu mkono wa Idi. Mkono wa Idi ndiye mkono wa furaha. Profesa Mazinge ametueleza kwa ufasaha sana namna ya kutumia mkono wa Idi. Yaani ili uwe vizuri ni lazima uwe na performance nzuri pale nyumbani. Ndio wewe utakuwa mwanamume imara na ukanguruma pale zaidi ya simba. Na ndivyo inavyotakiwa. Kwani si ndio Mtume anasema? Sheikh Mazinge, Mtume ana hadithi moja anasema hivi: idha jamaa ahadukum imra'atahu fala yatanaha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu an yaqdi hajatahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mmoja wenu anapokuwa katika tendo la ndoa, basi awe imara kabisa katika hilo tendo la ndoa, na yeye huyu mmoja wenu akamaliza haja zake, basi asiwe ni mregevu tena akashindwa kuendelea, apafomu mpaka na mkewe naye afike katika kiwango kile kinachotakiwa, kwa sababu naye anatamani kufika pale ambapo panapohitajika. Hayo ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad, ishara ya kwamba usimbabaishe mkeo, usifanye ujanja. Lazima uwe imara. Mkono wa Idi unakuhusu ili uwe imara katika kuliendea jambo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika hapa tunaye, huyu ni prostate. Hii ni dawa maalum kwa ajili ya tezi dume. Tunapoizungumza tezi, ni sehemu ambayo inapatikana tahta almathanna mubasharatan, yani chini kidogo ya kibofu cha mkojo, ndio kuna sehemu hii inaitwa tezi dume. Sasa kuna wakati kuna vitu vinavyoitwa itirabatul hormonia, kuparaganyika kwa hormone. Hormone zikiparaganyika, sasa hii tezi ina uwezo wa kuanza kuvimba. Na katika uvimbe huu inawezekana ukawa hamidun au khabithun, kwa maana uvimbe ambao hauna kansa, na kuna wakati inawezekana ukawa ni uvimbe wenye chembe za kuanzisha maradhi ya kansa. Na wanaume wengi sana wanakufa kwa tatizo la tezi dume. Kwa hiyo hii ni mujarrab sana, yani mtu akiitumia hii ni mujarrab sana, inamaliza mashakili ya tezi dume bila ya upasuaji biidhnillah, kwa sababu athari za tezi dume ni hatari sana. Yani mtu kama utafanywa operation, kuna athari nyingi ambazo zinajitokeza baada ya operation. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri. Na hii dozi yake zinakuwa ni chupa 5, hizi ndio dozi kamili ya tezi dume. Lakini tunaye huyu hapa ambaye anaitwa Haqqul Mujarrab, jurriba miraran wa sah. Hii ni kwa ajili ya wale sasa wanaolishwa mauchawi, analala anaota anakula mauchawi. Lakini kadhalika kwa wale ambao majambo mengi sana yamekuwa sio, maradhi ya kila namna,
ana maradhi haya, hajakaa vizuri, anabadilika, anakuwa haya, basi mradi maradhi ya kila namna, basi hii ni haqqul mujarrab, ni maalum sana kwa ajili ya tegua athari na mashakili ya kichawi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Likulli shay'in sababun, kila kitu kinayo sababu yake, na sababu ya kutibia maradhi ni wewe kutumia dawa zilizojaribiwa. Mmoja katika wataalamu anasema la tas'ali at-tabib 'ani ad-dawa'i fas'ali al-mujarrab, usije ukamuuliza tabibu dawa yangu inafanyaje au dawa yako inafanyaje, la, fas'ali al-mujarrab, bali uliza ile iliyofanywa majaribio na ikaleta natija iliyokuwa sawa sawa. Haqqul mujarrab jurriba miraran wa saha bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunamaliza hii, tunayo ar-ramad. Hii ni maalum kwa ajili ya matatizo ya macho, na macho ni jauhar, ni madini ghali ambayo hawawezi kuyanunua kwa fedha, na mwanadamu analitumia jicho kutazama kila kinachoonekana. Ana uwezo wa kupambanua kipi kizuri, kipi kibaya. Katika jicho lako ndugu yangu kuna vitu vinavyoitwa ashrun tabakatin khalawiyya, kwa maana kuna tabaka 10 za chembe katika jicho lako, na katika hizo chembe kuna baadhi ya chembe zinaitwa al-makharit. Hizi zimekaa katika mfumo wa ramani, na hizi ndizo ambazo zinashughulika na masala mwangaza wa rangi nyeupe na mwangaza wa rangi nyeusi. Lakini kadhalika kuna tabaka ndani ya jicho lako ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka chembe zinakadiriwa kufikia milioni 145, na hizi ndizo ambazo zinashughulika na al-alwanul khafita, mifumo ya rangi za aina mbalimbali. Sasa lau kama patapata madhara, ndio utaona mtu anaanza kuona ukungu katika macho yake, au utaona mtu anaanza kupoteza nuru ya kuona, lakini kadhalika utaona mtu anaanza kuona vipande. Mtu akiwa mbali ndio anamuona, akiwa karibu haoni, au mtu akiwa karibu hamuoni, ila akiwa mbali ndio anaona. Basi ili mradi mambo yanakwenda katika hali za namna hiyo. Lilinde sana jicho lako. Lakini kadhalika kuna wale ambao wana buurun sadidi, mtoto wa jicho. Hii ni muhimu sana, na kwa wale wenye presha ya macho ambayo ina hatari ya kwenda kuwafanya wao kuwa vipofu. Tumia kopo 12 hii kwa ajili ya kutibia maradhi ya macho. Insha Allah biidhnillah, Mola tajalia kila la khairi kwa hurma na utukufu wake Allah tabarak wa taala. Insha Allah mimi niseme katika jukwaa letu hili la siku ya leo tutakuwa tumeishia hapa, lakini insha Allah jukwaa lijalo tutakuwa na wageni wetu, lakini kadhalika tutakuwa na darasa muhimu sana. Tutataka tutazame mawalidi waliozaliwa katika miezi kadhaa, wanakuwaje, tabia zao zikoje. Wewe ambaye ulokwenda kumuoa au wewe ambaye ulokwenda kuolewa na mtu alozaliwa mwezi fulani mwenye tabia fulani, uishi naye vipi, kwa utaratibu gani? Ndio tutakwenda kuelekezana hapa inshallah. Tunataka tunusuru ndoa nyingi huko majumbani biidhnillahil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, bila shaka mimi niendelee kukusina kupongeza kuanzia tulipoanza mwanzo wa kipindi chetu mpaka kufikia hapa tamati, na yote kwa yote yameelezwa mengi ambayo bila shaka yana natija bora katika afya, lakini pia na maisha yetu kwa ujumla. Tumemsikia mzee wetu hapa, lakini pia tumemsikia Sayyid na Dr. Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali pamoja na Profesa Sheikh Mazinge, naye pia ameeleza kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Mimi ni kukwambia tukusitizia kwamba tunapatikana ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Lakini pia unaweza kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ambayo huko unaweza kujifunza mengi zaidi. Lakini pia hapa ofisini kwetu tunatoka huduma za aina mbalimbali. Hapa unafanyika visomo vya aina mbalimbali kwa mtu mmoja. Lakini pia kuna namna ambavyo unaweza kupata dawa za aina mbalimbali. Unaweza kupata dawa ya mkono kwa ajili ya wanaume, wewe ambaye unawabaisha tendo la ndoa pale nyumbani. Lakini pia maradhi ya tezi dume unaweza kuyatibia kwa ukamilifu wake kwa jumla kabisa, tena bila ya upasuaji. Lakini vile tunayo dawa kwa ajili ya macho kwa aina zote, trachoma, glaucoma, pressure macho, lakini pia jicho kavu, mtoto wa jicho na mengine mengi ambayo tayari yamekwisha likumba jicho lako. Basi unaweza kujihakikishia kumaliza tatizo hilo moja kwa moja kwa asilimia zote. Lakini bila kusahau tunayo dawa ambayo ni madhubuti mno kunako kuondosha maradhi ya uchawi za aina mbalimbali, kadhalika pia uliokula katika ndoto na uliolishwa, ama kuna mtu mwingine kafanyiwa maradhi
baadhi anakuwa leo anaumwa kichwa, mara mgongo, mara kiuno, ili mradi tu ganzi, lakini pia mwili kwa moto, vitu kutembea mwilini, basi hiyo hakul mujarabu ndio mujarabu sana kumaliza mashaka ya aina hizo. Lakini pia tunazo dawa nyingi. Tunao dawa ambayo inashughulika na masala kwa ajili ya kunawirisha mwili, kuondoa vivuli vibaya, lakini na mengine mengi. Yote haya yatapatikana hapa, bila kusahau ipo spray maalum kabisa kwa ajili ya jina lako wewe, na kwenda sambamba na jina lako, na kwenda sambamba na energy zako, kwenda sambamba na harufu inayokupaswa wewe kuweza kuipata. Zinapatikana hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara ya kuelekea jeshini. Kubwa ni kuwasiliana nasi kupitia namba simu 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34 zetu. Namba unaweza kuwasiliana nasi kwa maelekezo zaidi ama kwa maelezo ambayo unaweza kufanya uweze kufika ofisini kwetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi binafsi sina la ziada zaidi ya kukuambia tu tukutane tena katika kipindi chetu Alhamisi na wakati kama huu wa leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.